Akizungumza kwenye bonanza la afya liloandaliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita na kufanyika katika viwanja vya shule sekondari Kalangalala manispaa ya Geita, mratibu wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza Dr. Glory Temba amesema magonjwa hayo yameendelea kuwa changamoto kubwa, huku idadi ya wagonjwa ikiendelea kuongezeka kutokana na mabadiliko ya mtindo wa maisha, ikiwemo kutofanya mazoezi. Magonjwa yasiyoambukiza kama ambavyo wengi tunafahamu, ambao wengi wetu tunafahamu kwamba ni pressure, tuna sukari, tuna saratani, kuna magonjwa sugu ya mfumo wa hewa, lakini pia kuna magonjwa ya kurithi. Mengi yao matibabu yake ni gharama sana. Kwa hiyo tunajaribu kwa tunavyoweza kuhakikisha kwamba tunaielimisha jamii kwamba tunaweza kuyaepuka, na njia mojawapo ya kuyadhibiti au kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza ni pamoja na kufanya mazoezi mara kwa mara. Ndio maana leo bonanza letu litaenda kwa kauli mbiu ya epuka tabia bwete, kuzuia magonjwa yasiyoambukiza. Tabia bwete ni kukosa kuwa na activities za mwili, kushindwa kufanya mazoezi. Kwa hiyo kama tutajishughulisha zaidi katika michezo mbalimbali, ni njia mojawapo ya kutuepusha na magonjwa yasiyoambukiza. Basi baada ya kuongea machache, ni washukuru sana kwa walioshiriki. Najua muda hauko upande wetu. Naomba sana nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza washindi RS Geita. Kwa majina naitwa Shafii Mwenye Mvua, ni katibu mkuu wa chama cha mpira wa miguu la Geita, lakini pia ndo mratibu wa bonanza hili ambalo linafanyika kwa siku ya leo. Hili ni bonanza ambalo linaandaliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa idara ya afya, ambalo limeanza siku ya Alhamisi, lakini pia jana lilifanyika pia kukiwa kuna maadhimisho ya siku ya seli duniani, na leo tunaendelea katika kumalizia na kufunga bonanza hili. Ni bonanza ambalo ndani yake kuna masuala mazima ya afya, lakini kikubwa zaidi ni michezo. Na mimi kwa sababu ni katibu wa chama cha mpira wa miguu, nataka nizungumzie katika upande wa michezo. Nimeona taasisi nyingi zimefika hapa, zimehudhuria bonanza, michezo inafanyika. Tumekuwa na mchezo wa mpira wa miguu kwa vijana under 11, under 13, lakini pia tumekuwa na fainali ya mpira wa miguu katika upande wa senior team. Lakini pia hapa tuna mechi za taasisi mbalimbali ambao watacheza na michezo mbalimbali inafanyika. Kwa hiyo ni kitu kikubwa kabisa ambacho kimefanyika hapa. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo amewataka wataalamu wa afya kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya magonjwa hayo ili kuongeza uelewa. Tujitahidi watu wa idara ya afya kuzunguka na kutoa elimu ya huu ugonjwa, kama unaweza kuepukika, ni nini kifanyike. Najua ni mambo ya jinsi na vitu kama hivyo, mimi sio mtaalamu, lakini at the end of the day watoto wenye single cell wanaweza wakaishi na wakaendelea na maisha mengine kama watu wengine. Kwanza tunakaa tu kwenye viti vya kuzunguka, sio tufanye mazoezi, sio kweli. Kwa sababu kama hivi unaona tayari tuna usubutu. Mazoezi tunafanya, pia naambia na wenzangu ambao wafanye mazoezi. Yaani ukiacha tu ni pia ni kwa ajili ya afya yako. Nashukuru mkuu wa mkoa wa Geita kwa kuweza kuanzisha hii michezo ya taasisi. Inajenga umoja na inatukutanisha sisi kama familia moja ya watumishi wa umma. Nimekuwa mshindi wa kwanza katika ukimbiaji wa kwenye magunia. Nashukuru sana. Pia nipende kumshukuru mkuu wa mkoa kwa kuweza kuwezesha mashindano haya ya bonanza ijirudie, isiwe mara moja. Tuna vipaji ila tunakosa namna ya kuweza kuvionyesha.